Katika pita zote hapa Iringa, sasa hivi tumefika katika mradi ambao tunasema ndio mradi mkombozi kwa wakazi wa Iringa, wakulima wa Iringa, kilimo cha umwagiliaji. Hapa mimi sitaki kuongea sana. Hapa nataka wataalamu ndo waongee sana. Ukiangalia kuna mto hapa nyuma yangu, mto huu maji yamechotwa na kupelekwa kwenye mashamba. Niko na mtaalamu, wewe ni engineer. Jitambulishe and then utuambie mradi huu ulianza mwaka gani na umetumia kiasi gani cha pesa na unawafaidishaje wananchi wa Iringa kwa ujumla. Okay? Kwa majina naitwa Edwin Dickson Enzi, ndio mhandisi wa umwagiliaji kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, ndio ofisi ya umwagiliaji wilaya ya Iringa. Mbele yetu hapa tuko kwenye mradi wa umwagiliaji wa skimu ya umwagiliaji mkombozi ambayo inapatikana katika tarafa ya Pawaga katika kata mbili za Itunundu na Mboliboli. Okay. Kata hizi zote mbili zinapatikana kwenye halmashauri ya wilaya ya Iringa, mkoani Iringa. Okay. Na utekelezaji wa mradi huu unatekelezwa katika mikataba minne, kwa maana kwamba tuna roads namba 1. Mradi huu ulianza lini? Mradi huu ulianza mwaka 2022. 2022. Na unategemewa kuisha mwezi wa 4 2025. Mwaka huu. Paka sasa hivi bado haujaisha, bado mkandarasi yuko site. Mkandarasi yuko site na utekelezaji uko 80%. 80%. Ndio. Na faida ya huu mradi ni nini? Kimsingi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katenga zaidi ya bilioni 56 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Okay. Na tunategemea kuwa na manufaa yafuatayo. Ndio. Cha kwanza, mradi huu unaenda kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka ekari 4,000 zinazomwagiliwa kwa sasa hadi kufikia ekari 15,000. Lakini pia tunategemea kupitia mradi huu utaenda kuzalisha ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja hadi kufikia ajira 75,000. Okay. Lakini pia kupitia mradi huu utaenda kuvutia uwekezaji wa viwanda vya kukoboa mpunga ambavyo vitaenda kukuza pato la wakulima, pato la wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Mradi huu hapa ndo maji yanapochukuliwa hapa. Yeah. Na mashamba yanamwagiliwa ni mashamba ya mpunga peke yake. Kilimo zao kuu linalolimwa hapa ni mpunga. Okay. Maana yake hapa tulipo ndo sehemu ambapo tunachukua maji mtoni, tunasafirisha maji takriban kilomita 18 za mfereji. Huo ni mfereji mkuu unaotoa mtoni mpaka kufika mashamba yalipo. Okay. Unakaribia kilomita 18. Alafu kule unaenda kukutana na mifereji ya kati ambayo ni mifereji midogo midogo tunaita secondary canals. Hii mifereji iko zaidi ya mifereji 25 yenye jumla ya kilomita 43 ambazo zote zimejengewa kwa zege. Okay. Zege na kuna nondo. Lakini pia upande wa pili kuna kilomita 5 za mfereji mkuu zinazotoka hapa mtoni kupeleka mashamba yalipo. Okay. Kuna kilomita 5 za mfereji. Nako kule unaenda kukutana na mifereji hiyo ya kati ambayo kwa ujumla wake kama nilivyosema inatengeneza umbali wa kilomita 43 za mifereji ya kati ambayo imejengwa kwa zege na nondo. Okay, sawa. Kwa tafsiri hiyo mradi huu umeanza mwaka 2022, ni wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani. Yeah. Na mafanikio mpaka sasa hivi katika utekelezaji wa mradi huu ni 80%. Yeah. Mradi huu gharama yake ni bilioni 56. Zaidi ya bilioni 56. Ni zaidi ya bilioni 56. Yeah. Na lengo ni kwenda kutengeneza ajira mpya zaidi ya 70,000 na kitu. 76. Zaidi ya 76. 76. Lakini pia mradi huu unakwenda kutengeneza tani ngapi za mpunga? Zaidi ya kwa sasa zinazalishwa tani 6,000. Lakini mradi huu ukishakamilika utazalisha tani 36,000. Mara 6 ya uzalishaji wa sasa. Ndio. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya engineer ambaye shughuli yake kubwa ni kusimamia mradi huu wa umwagiliaji. Lengo ni wakulima wasitegemee mvua peke yake katika kulima, lakini pia umwagiliaji wa kisasa, umwagiliaji ambao hautoudhuru mto mkuu kwa sababu maji yamechukuliwa kitaalamu na kuyapeleka kwa wananchi kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hiyo ni kazi ambayo imefanywa na
Dr. Samia Suluhu Hassan hapa Iringa katika mradi wa kisasa zaidi ya bilioni 56 mama kachukua ameziweka hapa ili kuwafanya watu wa Iringa waweze kupata kipato katika maeneo yao ya asili, kwa sababu mto huu uko hapa miaka na miaka, lakini hakukuwa na mbinu sahihi ya kuweza kuchukua maji kuyapeleka kwenye mashamba. Lakini wamekuja wataalamu, wamechora mradi na mama kaweka fedha. Sasa hivi maji yanachukuliwa kitaalamu, yanaingia kwenye mashamba zaidi ya kilomita 18 maji yanayafuata mashamba, and then huko imetengenezwa miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kuzisambaza sasa kwenye mashamba ili wakulima waweze kupata maji.